Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Wapenzi watazamaji Babu Salam Online TV, wakati mwingine tunasema tuko hadhuri na hapa tukiwa katika maeneo ya maziara ya Kisutu ndani ya jiji hili la Dar es Salaam, ambako tumefanya ziara hapa kwa ajili ya kupata baraka na kuwaombea ndugu zetu ambao waliolala katika ardhi hii ya Kisutu. Ndugu yangu Sheikh Muhammad Hussein Ndoro, Babu Salam Online TV kwa hadhiri hapa, na hasa tukiwa katika makaburi haya ya Kisutu ndani ya jiji hili la Dar es Salaam, na hasa tupe faida kwamba faida ya kuwatembelea ndugu zetu katika imani waliolala katika makaburi. Lipi la kusema? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabi ajma'in, amma ba'd. Katika moja ya ziara yetu ndani ya mji huu wa Dar es Salaam ni pamoja na kuwatembelea watu waliozikwa katika makaburi mashuhuri haya ya Kisutu. Kwa Dar es Salaam nadhani ni mashuhuri sana, na nadhani ndio eneo mashuhuri la watu maarufu, watu maalumu, lakini baada ya kufa hakuna umashuhuri tena. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna hadithi maarufu na mashuhuri yafahamika ya kuntu nahaitukum an ziyarati alquburi ala fazuruha fa innaha tudhakirukum almaut au tudhakirukum alakhirah au kama qala. Mtume wetu Muhammad mwanzo kabla imani za watu zilikuwa hazijapata nguvu, aliwakataza watu wasifanye ziara makaburini. Maana wengine walikuwa wanaenda makaburini na kufanya yale ambayo hayafai katika dini, lakini imani ilipokomaa ndio akawaambia Waislamu wote duniani mpaka huku kuntu nahaitukum an ziyarati alquburi ala fazuruha, kwamba niliwakataza kufanya ziara makaburini, lakini sasa fanyeni ziara. Mlango wa kufanya ziara ukafunguliwa kwa Waislamu wote. Sasa fanyeni ziara makaburini, fa innaha tudhakirukumul maut, mkifanya ziara hilo linawakumbusha kufa, au tudhakirukumul akhirah, au linawakumbusha akhira, au kama qala. Ni hadithi mashuhuri sana. Kwa hiyo tumekuja hapa kwa ajili ya kutekeleza hilo. Lakini yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na kawaida ya kufanya ziara katika makaburi ya Uhud, kule walikozikwa shuhada Uhud, mashahidi wa Uhud, kina Hamza, kina Musa bin Umairi na mfano wao, takriban kama mashahidi 70 hivi ala rasi kuli hauli. Kila mwaka ulipokuwa ukifika mwisho, Mtume alikuwa akifanya ziara na akisoma aya ya Qur'an, salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dari. Ni aya ya 24 katika surati Ra'd, aya 24 katika surati Ra'd, kwamba hii ndo aya Mtume alikuwa akisoma, salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dari, amani iwe juu yenu, bima sabartum, kwa subira yenu, kwa subira mliofanya katika kupambania Uislamu, kwa subira mliofanya katika kujiepusha na maasi, kwa sababu subira iko katika itoa na subira iko katika maasi. Kwa hiyo Mtume alikuwa akiwaambia wale mashahidi tangia mwaka wa tatu Hijiria, mwaka wa tatu vita ya Uhud imepigana mwaka wa tatu. Kwa hiyo Mtume amefanya ziara makaburini kule Uhud mwaka wa 4, mwaka wa 5, mwaka wa 6, mwaka wa 7, mwaka wa 8, mwaka wa 9, mwaka wa 10, mpaka mwaka wa 11 akiwa katika maradhi ya kufa. Amefariki mwaka 11 Mtume Muhammad Hijiria. Wanasema hata alipokuwa katika ile maradhi ndo baadaye afe, alikwenda kule Uhud akawaombea dua, akawasalimia, kuagana na amuwati na ahayai, na akaisoma hiyo aya, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dari. Na wanasema katika tafsiri ya Imam Ibn Kathiri alipokuwa anaitafsiri aya ya 24 katika surati Ra'd, akasema hivyo hivyo aliendelea kufanya Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radhiallahu anhu, maana na yeye aliendelea kufanya ziara kule Uhud katika ile miaka miwili baada ya kifo cha Mtume. Lakini hivyo hivyo aliendelea Sayyidina Umar bin Khattab al-Adawi al-Qurashi Abu Habs, na yeye ameendelea kufanya. Nani mwamba huyo? Ni sahaba wa Mtume katika wale waliobashiriwa pepo. Na nadhani Mtume baada ya kufa ukhalifa ulikamatwa na Sayyidina Abu Bakr, akauendesha kwa miaka miwili na miezi kadhaa. Alipoondoka ukhalifa ukakamatwa na Sayyidina Umar, na ndio wa kwanza aliitwa Amirul Mu'minin. Abu Bakr aliitwa Khalifatu Rasul, lakini jina la Amirul Mu'minin lilianzia kwa Umar Abu Hafs al-Adawi. Kwa hiyo na yeye miaka 10 na miezi kadhaa ya uongozi wake aliendelea kufanya ziara kule Uhud.
wakadhalika Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan naye endelee na utaratibu huu. Ni utaratibu wa Mtume Muhammad, ni utaratibu wa Sayyidina Abubakar, ni utaratibu wa Sayyidina Umar, na utaratibu wa Uthman, na hayo ndo ametuachia Mtume wetu Muhammad. Na sisi katika ziara yetu ambayo tumekuja kufanya Dar es Salaam, tumetembelea walio hai, tumetembea huko baharini, lakini tumeona katika umuhimu mkubwa ni kuja kumtembelea mmoja hapa, Abdul Qadir bin Abdurrahman al-Junaid Sharif, katika kizazi cha Mtume Muhammad. Tumekuja kutabaruku. Kutabaruku ni jambo lipo katika Uislamu, ni jambo lipo, sio mada yangu kwa hapa, lakini nilitaka wasikilizaji siku zote mnapoenjoy mjini, njoeni muenjoy na makaburini. Kuna tudhakirukumul akhirah, hilo litawakumbusha akhira. Tudhakirukumul mauta, litawakumbusha kufa. Kwa hiyo mtu unapokwenda kuenjoy baharini, unakwenda kuenjoy sijui wapi, njoo uje uenjoy makaburini, uone kuna vidume. Kama ni watu wa khairi, washarifu wako melala huko. Kama ni matajiri, wako matajiri wamelala huko. Kama hata walala hoi wako melala, na makaburi yako sawa sawa tu. Kwa hiyo sasa mwisho wa yote ya ujanja wetu tutakuja kuwa sawa sawa kama haya makaburi tunavyoyaona. Mwenyezi Mungu atupe husnul khatim, na Mwenyezi Mungu awape kila la khairi wale masharifu na watu wote waliotangulia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tangia hawa mashahidi waliotembelewa na nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii mtume alikuwa anaonyesha huruma, kwenda kuwahurumia pamoja. Alikuwa nao kipindi cha uhai wake, lakini wametangulia, wameondoka, na yeye bado anaonyesha ile huruma yake kwa wao. Na akisoma hii aya, na aya hii ni watu wakiwa peponi kule, ndio malaika wakati wanaingia kuwatembelea wale watu walioko peponi, wakati tunakula matunda mwalimu kule peponi, ndio malaika wanaingia wanatuambia salamu alaykum bima sabartum, amani hiyo juu yenu kwa sababu ya subira. Na hapo imetajwa nini? Subira. Kwa hiyo utaona darasa la subira ndio darasa kubwa katika maisha yetu. Ukiwa na pesa uwe na subira, ukiwa na afya uwe na subira, ukiwa na sura nzuri uwe na subira, ukiwa na sura mbaya uwe na subira, ukiwa na elimu uwe na subira, ukiwa maamuma tu uwe na subira. Kila mahali subira inahitajika, na utaona pepo inatangazwa kwa subira. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqba dar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, tumesema tuko hadhiri na hapa tuko katika makaburi ya Kisutu ndani ya jiji hili la Dar es Salaam. Tukushukuru sana Shekhe kwa kutuelezea kwamba moja katika ziara ambazo watu wanatakiwa wasifanye ndani ya wiki ama siku ambazo wamezipanga siku za kutembea, basi wasiache kutembelea makaburi. Na hii ndio ilikuwa desturi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alikuwa akifanya kila baada ya mwaka, kama alikuwa akifanya kila baada ya miezi. Kwa kuwa utaratibu huu kwamba tunapokuja katika maziara kama haya, kila mmoja atafakari iko siku na yeye atalala. Umeeleza hapa kuna watukufu, hapa kuna wafalme, hapa kuna kadhaa, hapa kuna kadhaa, kwamba kila mmoja katika nafasi yake. Hata wewe ambaye pengine anaona nafasi yake umamuma, hapa kuna watu mamuma wamelala hapa, kuna watu wenye fedha wamelala hapa, kuna watu wenye utukufu masharifu wamelala hapa, kwamba ardhi, na ukasema kwamba ardhi yote iko sawa. Sahihi, yote iko sawa. Ndugu zangu wapenzi wa kheri, wapenzi watazamaji, niweze kufikia tamati hapa, na hapa Shekhe amezikwa Sharifu na masharifu wengine wako hapa, lakini na inasemekana moja katika walomzaa shekhe wako Sheikh Ramadhan Sungu amezikwa hapa. Mama yake Sheikh Ramadhan Sungu amezikwa hapa, na mfululizo wa ziara yangu ni kuja kumtembelea mama yake Sheikh Ramadhan Sungu, Zainab binti Misanya, Mwenyezi Mungu amrahamu. Amezikwa katika viwanja hivi vya Kisutu, na ndio mfululizo wa ziara yangu hasa au ziara yetu ni kuja kumtembelea mama yake Sheikh Ramadhan Sungu, mwamba aliyefanya kazi kubwa ya dini, na ndio ametulea sisi, na haya tunayoeleza tumechukua kwake na thawabu zimwende yeye. Zainab binti Misanya amezikwa katika maeneo haya. Kwa hiyo niwakumbushe pia wale waliosoma madrasa ya Masangi, wanapokuwa huku Dar es Salaam wasiache kuja kufanya ziara katika kaburi la mama yake na shekhe wetu Sheikh Ramadhan Sungu. Shukrani, asante bwana. Niweze kufikia tamati, ulikuwa nami ndugu yako Ustadh Ramadhan Mzituma bin Hussein wa Babu Salam TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ila liqa.